Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari. Tukujuze yale yaliyojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Nezia Masinde, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Serikali ya laani na kukemea tukio la kushambuliwa na kuumizwa katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC Padri Dr. Charles Kitima. Wanafunzi wa shule ya sekondari ya wasichana Shinyanga Girls Manispaa Shinyanga waomba kujengewa uzio kuzunguka shule. Na katika habari za kimataifa, wanajeshi wauawa na wapiganaji wa kundi la IS nchini Nigeria. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanzie. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Mpango amesema serikali inalaani na kukemea tukio la kushambuliwa na kuumizwa katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC Padre Dr. Charles Kitima pamoja na matukio mengine kama hayo ya uvunjifu wa sheria. Taarifa zaidi inasomwa na Miriam Mlaponi. Makamu wa Rais amesema hayo wakati aliposhiriki katika misa ya kumsimika askofu wa Jimbo Jipya Katoliki la Bagamoyo Mhashamu Askofu Stefano Lamek Musomba, iliyoenda sanjari na sherehe ya uzinduzi wa jimbo hilo lilofanyika katika uwanja wa St. Mary wilayani Bagamoyo mkoani Pwani. Amewahakikishia Watanzania na wapenda haki, amani na usalama kuwa tayari serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani imeviagiza vyombo vya dola kuwatafuta, kuwakamata na kuwachukulia hatua kali za kisheria wahusika wa tukio hilo na wale wote watakaothibitika kuhusika na matukio kama hayo. Serikali inalaani vikali na kukemea tukio hilo pamoja na matukio mengine kama hayo ya uvunjifu wa sheria. Na serikali imepokea kwa unyenyekevu rai iliyotolewa na kanisa kupitia kwa makamu rais wa TEC hapa. Napenda niwahakikishie Watanzania na wapenda haki, amani na usalama kuwa tayari serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani imeviagiza vyombo vya dola kuwatafuta, kuwakamata na kuwachukulia hatua kali za kisheria waliohusika na tukio hilo na wale wote watakaothibitika kuhusika na matukio kama hayo ambayo hayakubaliki kabisa mahali popote. Aidha, makamu wa rais amesisitiza umuhimu wa kudumisha amani na utulivu wakati wote wa maandalizi wa kampeni za uchaguzi mkuu, huku akihimiza kuepuka kauli za kibaguzi, kichochezi, uzushi na upotoshaji kupitia mitandao ya kijamii na njia nyingine za mawasiliano kwa misingi ya tofauti ya itikadi za kisiasa, kidini, kabila au rangi. Napenda kusisitiza umuhimu wa kudumisha amani na utulivu wakati wote wa maandalizi na kampeni za uchaguzi mkuu mwezi Oktoba. Ni muhimu pia kuepuka kauli za kibaguzi, kichochezi, uzushi na upotoshaji kupitia mitandao ya kijamii na njia nyingine za mawasiliano kwa misingi ya tofauti ya itikadi zetu za kisiasa, kidini, kabila au rangi. Ninawaomba sana waamini wenzangu na Watanzania wote kuzingatia maandiko matakatifu yanayotuasa kuitafuta amani, kama tunavyosoma katika waraka wa kwanza wa Mtume Petro sura ile ya 3 aya ya 11, ambayo inasema, na aache mabaya, atende mema, atafute amani, aifuate amani. Na katika hili tujitahidi pia kujizuia na hasa kuzuia ndimi zetu kama tunavyoelekezwa katika waraka wa Yakobo sura ile ya kwanza aya ya 19 mpaka 20, ambayo inatuelekeza kwamba hayo mnajua, ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika, kwa maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Amewasisitiza watendaji serikalini kutenda haki katika utekelezaji wa majukumu waliokabidhiwa na kuongeza kuwa serikali itaendelea kutoa ushirikiano kwa viongozi wa dini na taasisi zake ili waweze kutekeleza majukumu yao ya kuhudumia umma wa Watanzania. Asante sana Miriam Mlaponi. Wanafunzi wa shule ya sekondari ya wasichana Shinyanga Girls iliyopo kata ya Ndembezi Manispaa Shinyanga wameiomba serikali
kuwawekea uzio kuzunguka shule hiyo ili waweze kusoma katika mazingira salama. Mwamvita Mkondo ameandaa taarifa zaidi kutoka mkoani Shinyanga. Ombi hilo limetolewa na wanafunzi hao mbele ya Katibu Mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali wakati wa ziara yake ya kutembelea miradi ya maendeleo mkoani Shinyanga na kuiomba serikali kuwawekea uzio kuzunguka eneo la shule hiyo, ikiwa ni pamoja na gari la kubebea wagonjwa pindi wanapozidiwa nyakati za usiku. Kuiomba serikali kuweza kutumalizia uzio, kutokea uzio katika shule yetu ili kutuepusha kuingiliwa na majambazi, wezi au pia kuepusha wanafunzi kutoroka. Naomba sana rais wetu alizingatia swala hili na Wizara ya Elimu kwa ujumla kutuletea uzio katika shule yetu. Lakini pia pamoja na mazingira haya mazuri, changamoto iliyopo kidogo ni kuhusu usafiri, ambulance niseme, gari la kupeleka wagonjwa hospitali, kwa sababu kuna muda inatokea mwanafunzi anazidiwa usiku bwenini, labda sema ni saa 5 saa 6, alafu muda huo yani kupata usafiri inakuwa ni shida. Kwa hiyo inaweza kapelekea mwanafunzi akazidiwa na bahati mbaya inaweza kapelekea akapoteza maisha. Akisoma taarifa ya maendeleo ya shule hiyo, mwalimu mkuu wa shule, Mwalimu Nura Kamuntu, amesema mradi huo umegharimu zaidi ya shilingi bilioni 4 na mradi huo unaenda kwenda kumuinua msichana katika sayansi na teknolojia na kumsaidia mtoto wa kike anayetoka katika mazingira magumu. Wetu wa shule ya wasichana Shinyanga una kiasi cha shilingi bilioni 4 na milioni 385. Na kwenye pesa hiyo tumejenga madarasa 22 yako full furniture. Kwa hiyo kuna viti vyote. Tuna maabara 4, geography, physics, chemistry na biology. Tuna mabweni 9. Tuna ukumbi mzuri wa Titanic. Na kwenye jengo hili zuri pia ni kwa ajili ya ile gharama ya bilioni 4.385. Kwa upande wake, Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali Gleison Msigwa amesema serikali imejenga shule 26 nchi nzima kwa lengo la kuzalisha wanasayansi wasichana kutokana na kuwepo kwa upungufu mkubwa wa wanasayansi wasichana. Mkoa umejengewa shule ya sekondari ya wasichana na Mheshimiwa Rais anataka shule hizi zizalishe wasichana wanasayansi. Tulikotoka tumekuwa na upungufu mkubwa wa wanasayansi wasichana. Kwa hiyo naombeni wanangu, msimwangushe Mheshimiwa Rais. Sawa? Someni, gundueni vitu na mkitoka hapa mtakwenda vyuoni. Mheshimiwa Rais ametekeleza mradi mkubwa wa kuongeza matawi ya vyuo vikuu 14 nchi nzima. Moja na vyuo mnavyovijua vilivyoko Dar es Salaam, vilivyoko Dodoma, vilivyoko Arusha, vilivyoko Mwanza, vilivyoko Mbeya na vilivyoko Morogoro na maeneo mengine mengi, kuna mradi unaoendelea unaitwa HIT, utajenga matawi ya vyuo vikuu kwenye mikoa ambayo haina vyuo vikuu, matawi 14. Nikiripoti kutoka hapa katika shule ya wasichana iliyopo manispaa ya Shinyanga mkoani Shinyanga, mimi ni Mwamvita Mkondo wa TVE. Nikushukuru sana Mwamvita Mkondo. Chama cha madereva wa serikali mkoani Geita kimeeleza kukabiliwa na changamoto mbalimbali zinazowakwamisha kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi, ikiwemo ucheleweshaji wa posho za kujikimu wanapokuwa safarini, ukosefu wa vitendea kazi na kutolipwa fedha za kazi za ziada. Taarifa zaidi na Joel Maduka kutoka Geita. Malalamiko hayo yaliwasilishwa rasmi wakati wa mkutano mkuu wa chama hicho ambao uliambatana na uchaguzi wa viongozi wapya madereva wa serikali mkoani humo. Baadhi ya madereva ambao wamewakilisha kilio hicho akiwemo katibu wa madereva mkoa wa Geita Philemon Morgan, Chitu Singa na Justin Kimaro wameelezea changamoto zinazowakabili kwenye kazi, ikiwemo kukosekana kwa fedha za ukarabati wa magari kwa wakati, ucheleweshwaji wa posho za kujikimu wakati wa safari, pesa kwa ajili ya usafi wa magari, pesa kwa ajili ya malipo ya muda wa ziada kazini, yani extra duty allowance, madereva kuwepo kazini pasipo na vitendea kazi, yani magari. Mheshimiwa, nimevumilia muda mrefu sana mpaka nakuja kuliweka ili wazi, sio kwamba napenda. Imefikia hapo nikamfuata DTO, nikamwambia afande nisaidie ulikamata ile gari.
ili ofisi yangu iwajibike, wanunulie matairi, na imani katibu tawala atanisaidia kupitia hili. Ila halmashauri tuliopelekwa ina madereva wengi na uhaba wa magari. Tunaomba kama itakupendeza utupeleke katika taasisi yoyote yenye vitendea kazi vingi na uhaba wa madereva ili tuweze kupata uzoefu na kufanya kazi ya kujenga taifa. Katika kujibu malalamiko hayo, katibu tawala wa mkoa wa Geita Mohamed Gombati amesema ofisi yake imekuwa ikiwasisitiza viongozi wanaosafiri na madereva kuhakikisha wanaandaa makadirio ya safari madokezo mapema ili fedha ziweze kutolewa kwa wakati. Naye mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela amekiri kuwepo kwa changamoto hizo na kuahidi kushirikiana na wahusika kuhakikisha zinafanywa kazi kwa wakati. Leo katika risala yao zimeelezwa baadhi ya changamoto. Changamoto ya kwanza ni ucheleweshaji wa posho za kujikimu wakati wa safari. Tumeendelea kuwasisitiza viongozi ambao wanasafiri na madereva hawa, kwanza kuandaa madokezo mapema na kwa wakati ili fedha zile ziweze kulipwa kwa wakati katika mifumo. Ofisi zetu hizi hazizuiliwi wala sio kwamba zina mwongozo kwamba hawa usiwawekee 1 2 3. Ni decision tu ya viongozi kwenye ofisi husika, mnakubaliana safari bajeti hii Mheshimiwa RC tunawanunulia maafisa tarafa pikipiki. Sawa zinanunuliwa. Kutoka makao makuu Dodoma, baadhi ya viongozi wa madereva walioungana katika mkutano huo akiwemo Peter Mabela na Abiba Msangi waliomba ofisi ya mkuu wa mkoa kuendelea kuwapa ushirikiano madereva ili kuhakikisha wanatekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Watu ushirikiano uwe mzuri, waendelee kuwashika mkono vijana hawa. Ni kweli wana vilio vingi kama unavyoona, mengine hawakuyasema, lakini hilo la kuwekwa benchi, gari hamna, alafu mtu yuko pale zaidi ya miezi na dereva unajua tayari napozunguka ndio anapata kitu. Tunawatesa kidogo. Serikali yetu inatufanyia mambo mazuri, inatujali, inatukumbuka sasa hivi. Yote hayo yametokana na chama. Bila kuwa na chama, bila kuwa na umoja, nani angetusikiliza? Uanzishwaji wa chama cha madereva wa serikali nchini ulilenga kutetea haki za msingi za madereva sambamba na kuwawezesha kuwa na jukwaa huru la kuwasilisha kero zao na mapendekezo ya maboresho katika sekta yao. Ni taarifa yake Joel Maduka. Inaelezwa kuwa takriban watu milioni 7 ambayo ni sawa na 11.2% nchini wanaishi na ulemavu wa utindio wa ubongo. Hiyo ni kulingana na ofisi ya takwimu ya taifa inayotolewa kufuatia sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Josephine Kaponya ameandaa taarifa kutoka Dodoma. Utindio wa ubongo ni tatizo la neva lisiloendelea linaloathiri mjongeo, mkao na misuli kwa waathirika wa tatizo hilo. Dr. Margaret Rafael kutoka hospitali ya Benjamin Mkapa ambaye pia ni mkurugenzi wa taasisi ya afya ustawi anaeleza kuwa kulingana na tafiti za shirika la afya duniani WHO, kimataifa inakadiriwa kuwa watu bilioni 1.2 sawa na 16% wanaishi na ulemavu mkubwa wa tatizo hilo kutokana na kukosekana kwa elimu ya kutosha. Katika hali ya kutafuta ufumbuzi, wazazi wengi huacha kazi na kutegemea tiba za kienyeji. Hii inaonyesha 64.7 katika utafiti wanapitia hizi tiba za kienyeji. Kuna haja kubwa ya kuhamasisha kampeni za kuongelea uelewa juu ya hili. Naye kaimu mkurugenzi mtendaji kutoka hospitali ya Benjamin Mkapa ambaye pia ni mkurugenzi kitengo cha upasuaji Dr. Henry Humba anaeleza changamoto wanazopata wenye tatizo hilo. Pamoja na kuweka huduma hizi, lakini tumeona changamoto hawa ndugu zetu wanaoipata ya kutokuwa na bima ya afya. Kwa hiyo napenda kutumia pia fursa hii sisi wote, sisi sote pale serikali ilipoanzisha bima ya afya kwa wote, basi wote tujitahidi kujiunga na bima ya afya ili kuweza kupunguza huu mzigo ambao tumeona baadhi ya waathirika wa hili tatizo, especially wazazi wanaopata mzigo mkubwa wa kuwapa matibabu hawa watoto wetu. Wazazi wanaoishi na watoto wenye tatizo la utindio wa ubongo wanaeleza haya. Kwa hiyo mimi ndo nimebaki, ndo baba ndo mama. Baba yake aliona mtoto hatembei na mtoto wa pili mdogo wake na Kausari katembea. Ndio hapo akaanza kuleta shida, mbona huyu katembea?
Kwa hiyo huyu mtoto mbona atembei? Huyu mtoto ni wa kwako wewe, mimi mtoto sio wa kwangu. Kwa hiyo ndio ikawa shida hapo mpaka tukaja tukaachana naye. Na tangia tulivyoachana naye mpaka leo hamjui mtoto. Kausala alikuwa na miaka 2. Kwa na umri wa miaka kama 3 akaanza kupata mishtuko, akawa labda akianguka anakuwa kama anakakamaa. Hiyo hali ikaanza kumletea degedege. 2015 hiyo hali ikamtokea akiwa usingizini. Tukamchukua tukampeleka hospitali ya Milembe. Lakini hiyo hali ikawa haikuwezekana, yani kumwachia. Nao wadau walioshiriki hafla hiyo wanaiasa jamii kutoa elimu kwa watu wenye mahitaji maalum ili kupata haki zao za msingi. Sisi kama jamii ambao tuna deal na watoto, tunahusiana na watoto, naomba tujitoe zaidi kiakili, kinguvu zaidi, kwa sababu tunahitaji sana support juu ya familia zao na watoto hawa. Kutoa elimu kwa jamii ambayo inakuza uelewa kwamba wale watu wenye mahitaji maalum wana haki zipi. Maana kwenye jamii tuna watu kama hao ambao wana changamoto nyingi sana, lakini wanakosa haki zao za msingi. Kwa mujibu wa takwimu kutoka Hospitali ya Taifa ya Muhimbili ni kwamba hali ya utindio wa ubongo inaonyesha kuwa ni sababu ya pili badala ya maumivu ya mgongo kuleta ulemavu. Ni taarifa yake Josephine Kaponya. Baraza la Mitihani Tanzania NECTA limetangaza kuanza kwa mitihani ya kidato cha 6 na ualimu inayotarajiwa kuanza Mei 5, 2025 nchi nzima, ambapo maandalizi ya mitihani hiyo yamekamilika, huku wito ukitolewa kwa kamati za mitihani kuhakikisha kuwa usalama wa vituo vya mitihani unaimarishwa. Ellen Manyangu ameandaa taarifa zaidi. Mtihani wa kidato cha 6 ni hatua muhimu katika safari ya elimu kwa wanafunzi ambao huashiria hitimisho la elimu ya sekondari na kutoa fursa kwa watahiniwa kuingia vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu. Akizungumza na wanahabari leo jijini Dar es Salaam, katibu mtendaji wa Baraza la Mtihani Tanzania NECTA Dr. Saidi Mohamed amesema jumla ya watahiniwa 134,390 wamesajiliwa kufanya mtihani huo wa kidato cha 6, ambapo watahiniwa wa shule ni 126,957 na watahiniwa wa kujitegemea ni 7,433, huku walimu watakaofanya mtihani ni 10,895. Kuhusu maandalizi ya mitihani hii, baraza limekamilisha usambazaji wa mitihani husika, vijitabu vya kujibia na nyaraka zote muhimu katika mikoa yote nchini. Aidha, baraza kupitia kamati za mitihani za mikoa na halmashauri limeendesha semina kwa wasimamizi wote pamoja na kuhakikisha kuwa mazingira ya vituo vya mitihani ni tulivu na salama kwa ufanyikaji wa mitihani hii. Ndugu wanahabari, mtihani wa kidato cha 6 ni muhimu kwa wanafunzi na jamii kwa ujumla, kwani hupima maarifa, stadi na umahiri wa wanafunzi katika maeneo waliojifunza kwa kipindi cha miaka 2 ya elimu ya sekondari ya juu, ambapo matokeo yake hutumika kuchagua wanafunzi wanaojiunga na vyuo vikuu pamoja na vyuo vya kati katika fani mbalimbali za utaalamu wa kazi. Kwa upande wa mtihani wa walimu, lengo ni kupata walimu makini ambao watafundisha katika ngazi ya elimu ya msingi na sekondari. Pamoja na maandalizi yote muhimu yaliyokwisha fanyika, baraza linatoa wito kwa kamati za mitihani kuhakikisha kuwa usalama wa vituo vya mitihani unaimarishwa na kwamba vituo hivyo vinatumika kwa mujibu wa mwongozo uliotolewa na Baraza la Mitihani la Tanzania. Baraza linawataka wasimamizi walioteuliwa kusimamia mitihani kwa weledi na uadilifu wa hali ya juu na kuzingatia kanuni za mitihani, taratibu na miongozo ya baraza ili kila mtahiniwa apate haki yake. Dr. Saidi amesema jumla ya watahiniwa 10,895 wamesajiliwa kufanya mtihani wa ualimu, na kati ya watahiniwa hao 3,100 ni ngazi ya stashahada na 7,795 ni ngazi ya cheti. Baraza hilo pia limewataka wasimamizi wa mtihani walioteuliwa kuhakikisha kuwa wanasimamia mitihani hiyo kwa weledi na uadilifu wa hali ya juu kwa kuzingatia kanuni na miongozo ya baraza. Ni taarifa yake Ellen Manyangu. Kuelekea maadhimisho ya siku ya mkunga duniani yanayotarajiwa kufanyika mkoani Shinyanga, Rais wa Chama cha Wakunga Tanzania Dr. Beatrice Milike amewataka wananchi mkoani humo kujitokeza kwa wingi ili kupata huduma mbalimbali zitakazotolewa bure na wakunga ili jamii iweze kuelewa umuhimu wa wakunga. Mwamvita Mkondo ameandaa taarifa zaidi kutoka mkoani Shinyanga. Akizungumza na waandishi wa habari kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya mkunga duniani
ambapo kitaifa itafanyika mkoani Shinyanga, Rais wa Chama cha Wakunga Tanzania Beatrice Mirike amewataka wananchi mkoani Shinyanga kujitokeza kwa wingi ili kuweza kupata huduma za afya ikiwemo huduma ya afya ya mama na mtoto na kuweza kutambua mchango wa wakunga katika kulinda maisha ya mama na mtoto hasa nyakati za majanga. Kama tunavyoelewa kwamba majanga yanapotokea huduma za uzazi inabidi ziweze kuendelea. Mkunga ni kiungo muhimu cha kutoa huduma kwa jamii hasa pale hata inapotokea majanga, kwa sababu swala la uzazi halisubiri majanga wala haliangalii kwamba kuna vita, haliangalii kuna mabadiliko ya hali ya hewa au kuna majanga ya asili yametokea. Basi mkunga mara zote huwa yuko kumhudumia mama ambaye yuko katika hali ya kujifungua. Kwa hiyo ndio maana tukaweka kauli mbiu hii ili kuweza kuhamasisha jamii na kufanya umma uweze kuelewa umuhimu wa mkunga. Upande wake mganga mkuu wa mkoa wa Shinyanga Dr. Yuda Sindungile ameelezea lengo la maadhimisho hayo ambapo ni kuendelea kuhamasisha umuhimu wa mkunga katika jamii hasa katika kupunguza vifo vya kina mama vitokanavyo na uzazi. Lengo hasa ni kuendelea kuhamasisha kama ambavyo tumeona kwenye kauli mbiu yetu, mkunga ni nguzo muhimu katika utoaji wa huduma wakati wa majanga. Na kama tunavyofahamu kwamba majanga yanapotokea bado social life au maisha ya kijamii yanaendelea. Kwa mimba zinakuwepo, lazima akina mama wajawazito wahudumiwe, watoto wahudumiwe. Kwa hiyo tunajaribu kuhamasisha na kueleza umuhimu wa mkunga katika jamii yetu na hasa pia katika kupunguza vifo vya kina mama vitokanavyo na uzazi pamoja na watoto wachanga. Katika kuimarisha amani nchini, viongozi wa dini wametakiwa kujiepusha na masuala ya kisiasa na badala yake wajielekeze kwenye kuilea jamii kiroho na kuhubiri amani, huku pia serikali ikitakiwa kutenda haki bila kujali itikadi za kisiasa, kwani haki ni muhimili muhimu wa amani na utulivu. Mrisho Mapeo ameandaa taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam na waandishi wa habari, mkurugenzi wa kituo cha msaada wa sheria cha Everlasting Legal Aid Foundation Hamis Masudi amesema katika siku za hivi karibuni viongozi wa dini wameanza kujihusisha na masuala ya kisiasa na kuonesha misimamo yao ya kisiasa, jambo ambalo linaweza kuchochea fikra za udini na kuhatarisha amani. Kwa namna hizi siasa ambazo zinaendelea, mambo yanaendelea mijadala, tayari kumekuwa kuna matabaka ambayo yanaingia katika masuala ya udini. Mijadala ya umma, maoni ya umma, wanapotoa maoni, wako watu wanatoa katika mtazamo wa wanasema yule kwa sababu ni Muislamu, yule kwa sababu ni Mkristo. Hichi kitu hichi ni ufa mkubwa sana katika taifa. Na mamlaka ya serikali isipojipanga vizuri hapa itakuja kuleta matabaka ya ajabu. Zile juhudi zote ambazo zilifanya na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na mzee wetu Abedi Amani Karume zitakuwa ni sawa na bure, kwa sababu udini unarudi kwa kiasi kikubwa sana. Akizungumzia sakata linaloendelea nchini la wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kutaka kufika mahakama ya Kisutu kufuatilia kesi ya mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu, Masudi amesema swala hilo ni haki ya kikatiba, kwani mahakama ni ofisi za umma na kwamba jeshi la polisi halikupaswa kutumia nguvu kubwa kwa wananchi, badala yake lilipaswa kuimarisha ulinzi ili kuepuka uvunjifu wa amani. Jeshi la polisi walikuwa wana haki wao ya kutoa ulinzi, hata kama angetumia magari, watumie vifaru, kwa sababu tunaona kama ni kesi ambayo ina interest ya umma na aina ya mtu ambaye anamtuhumu kwamba anashughulika na masuala ya ugaidi, ya uhaini, si ndio? Kama mtu anayefanya masuala ya uhaini zakuwa sio mtu wa kawaida, labda huenda kwa kuna makundi mbalimbali au masnepa mbalimbali ambayo yanatishia usalama wake, labda watakujaribu kumzuru asitoe hizo siri au la, wanaweza kuwa na mambo mengi wanaweza kusema wao kama jeshi. Lakini kitu muhimu zaidi ni kwamba lindeni yale makundi ambayo yanaingia pale. Tengenezeni utaratibu maalum wa kufanya ukaguzi na nini. Watu waingie wakafanya shughuli zao za umma vizuri. Kwa sababu kuna mahakama ya wazi, open court. Kwa lakini swala la kusema kwamba utakiwi kufika mahakamani. Sasa mahakama si tunaambiwa ni mahakama iko huru bwana. Sasa wewe kwa nini mambo mahakama au kaizungumzie mahakama? Why? Wewe ni nani? Mahakama iko huru. Ni muhimili unajitegemea. Ni muhimili usio na upendeleo. Kwa kama jukumu lako kama wewe, kwa sababu katiba imekupa mamlaka ya kulinda ulinzi, usalama wa raia na mali zake, imarisha ulinzi, tembeza magari, tembeza mbwa, lakini mbwa usilete madhara kwa binadamu. Mbona tembeza farasi kama ulivyofanya, tia askari wa miguu, tia askari wa ndege, sawa sawa tu. Lakini alimuhimu watu wakafanya shughuli zao
kwa amani. Waandishi wa habari waruhusiwe kwenda katika nani zao wafanye majukumu yao, kwa sababu mwandishi wa habari anafanya kazi kwa mujibu wa sheria. Sanjari na hayo, Masudi amezungumzia suala la jeshi la polisi kuchelewa kutoa taarifa za uhalifu, hususan watu wasiojulikana wanaoumiza na kuteka watu, ambapo amesema kuchelewa kwa taarifa ni miongoni mwa mambo yanayopunguza imani ya wananchi kwa jeshi la polisi. Hili ni taifa letu, sio taifa lao, sio taifa la mtu mmoja. Hili ni taifa letu, tunapambania haki zetu, utu wetu, ubinadamu wetu, maisha yetu, kwa sisi na kizazi chetu, amani yetu. Tunapambana kuhusiana na masuala ya uhalifu, kwamba hao wahalifu wasiojulikana hawa wanatekateka watu, wanashambuliwa. Nyinyi kila siku mnasema wasiojulikana. Hivi kweli nchi hii kuna mtu asiojulikana? Sasa tuna haja gani ya kuwa tunalipa mishahara, kwa sababu hawa maofisa wa majeshi wanalipa mishahara ya umma, tunakata kodi zetu. Kwa tuna haja gani ya kwenda muende mafunzo kujifunza namna gani mnaweza mkachunguza taarifa za kiintelijensia, alafu leo hii miezi na miezi mnasema watu wasiojulikana, watu wasiojulikana? Hichi kitu hakiingii katika hoja za kimantiki. Ni taarifa yake Mrisho Mapeo. Shirika la viwango Tanzania TBS limetoa taarifa ya uchunguzi kuhusu mafuta yaliyoathiri wananchi katika baadhi ya maeneo ya Kigamboni na Yombodovia mwishoni mwa mwaka jana baada ya kula chapati zilizodhaniwa kuwa na sumu. Kwa undani wa taarifa hiyo tuungane na Ellen Manyangu. Akitoa taarifa hiyo kwa vyombo vya habari jijini Dar es Salaam, mkurugenzi wa udhibiti ubora wa TBS Lazaro Msasalaga amesema baada ya uchunguzi uliochukua muda mrefu kubaini tatizo, imebainika kuwa mafuta hayo yalikuwa yameharibika yakiwa katika hatua za mauzo kati ya muuzaji wa jumla kwenda kwa wauzaji wa rejareja, kwani sampuli za mwanzo wakati yanaingizwa nchini kutoka nchini Indonesia ilionyesha kuwa yalikuwa salama. Amefafanua kuwa TBS katika sakata hilo, mara tu baada ya wananchi kuathiriwa, ilianza uchunguzi huo ikishirikiana na mamlaka nyingine ikiwemo ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali na jeshi la polisi kupitia sampuli ya mafuta hayo yakiwa kwa muuzaji wa jumla na kwa wauzaji wa rejareja, ndipo ilipobainika kuwa baadhi ya madumu yenye ujazo wa lita 20 yalinunuliwa kwa muuzaji wa jumla yakiwa hayana lakiri, na hivyo ilichukuliwa kuwa sababu ya mafuta hayo kuharibika. Iliripotiwa kuwa baadhi ya wananchi waliokula chapati na vitu vingine vilivyotumika kupikia mafuta hayo, baadhi ya wananchi walipata athari kwenye macho na wengine kuumwa tumbo. Magonjwa ya milipuko, mlipuko ni mlipuko. Unapozungumzia kudili na swala kabla halijatokea, huo utaratibu tunao. Sisi tunacho kitengo kinaitwa kwenye mambo ya vyakula, tuna kitengo kinaitwa Food Risk Assessment. Kitengo hiki kina kazi mbili. Moja ni kushughulikia athari zinazoweza kujitokeza, lakini kushughulikia athari zilizokushajitokeza. Hizo zote kazi mbili ni za hicho kitengo. Kwa kuna athari ambazo kwa mfano nitatoa mfano, kwa mfano imekuwa imesemwa sana huko nyuma, sio samaki wanahifadhiwa maji ya maiti, kosha maiti. Sio wanasema kuna mambo mengi, sio? Sio pombe ziko nyingi fake mtaani, sio hivi vimeathiri watu vinywaji. Sasa kitengo hiki kimeshafanya hayo yote ya proactively, yani kwamba inasemwa. Lakini sasa una linki ubora na usalama wa bidhaa bila kuwa na data. Kwa hiyo unasema tu kwamba watu wameugua kwa sababu pombe hazina ubora na sio salama. Lakini kumbe wakati mwingine sio ubora na usalama wa pombe, ni wewe unavyokunywa. Sio. Kwa hiyo sisi tukifanya hiyo, maana yake ni kwamba mwisho wa siku tunatoa taarifa. That's a proactive way, ndio unayozungumzia. Sawa. Kwa tunasema kwamba inaonekana kuna hatari katika kitu fulani ambayo bado lakini haijapewa maelezo sahihi ya kisayansi. Nikushukuru sana Ellen Manyangu. Viongozi wa dini mkoani Kilimanjaro wamesema serikali ina nafasi ya kuonesha uongozi wa kipekee wa usikivu, hususan kipindi hicho ambacho kimekuwepo na matukio mbalimbali yasiyofaa. Mwanahabari wetu Fina Limo kutoka mkoani Kilimanjaro ana taarifa zaidi. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, viongozi hao wamesema serikali haipaswi kufumbia macho matukio ya ukatili yanayoendelea hapa nchini na badala yake wahusika wakamatwe wachukuliwe hatua za kisheria. Askofu mstaafu wa kanisa la Tanzania Assembly of God jimbo la Kilimanjaro,
Na mchungaji kiongozi wa kanisa la KICC Glorious Show amesema serikali inatakiwa kutumia maridhiano kutatua matatizo ya hapa nchini badala ya kutumia mabavu ili kutunza amani ya nchi. Lengo langu ni kuita serikali, kutoa wito kwa serikali ya kwamba mimi sifanyi chochote zaidi ya kuhimiza. Nafanya ule wajibu wangu wa kibiblia nilioanza kusoma wa yule anayepiga tarumbeta. Atakayesikia atasikia, ambaye hatapenda kusikia hatapenda kusikia. Lakini ni wajibu wangu ninajaribu kutumia kama mtu ambaye nina wajibu wa kutimiza jukumu langu la kiroho. Kwa hiyo naimiza serikali kusema ya kwamba inayo nafasi ya kuonyesha uongozi wa kipekee. Inayo nafasi ya kuonyesha kwamba inataka kusikiliza. Tumesikia mara nyingi serikali ikiitwa serikali sikivu. Usikivu ni sasa. Tusikilize criticism, tukosolewe na tuone ni sawa kukosolewa, na tujaribu kutengeneza hoja za kujibu hoja bila vitisho, bila uonevu, bila mabavu. Mimi niseme wazi ya kwamba mambo yanayotendwa na jeshi letu la polisi kwenye namna wanavyo chukua hatua kwenye baadhi ya mambo, nisiseme jeshi letu la polisi iwe kama jeshi limeharibika lote, lakini kwa baadhi ya watu na baadhi ya mambo imekuwa ni nguvu zisizokuwa za kawaida, imekuwa ni uonevu wa wazi, hata kama walikuwa wanajaribu kulinda usalama ukweli. Badala ya kulinda usalama, kuna maeneo wanaonyesha ya kwamba wanaondoa usalama. Badala bila ya kuogopa, tuanze kuamini maridhiano kuliko mabavu. Tuanze kuona utu badala ya cheo. Tuanze kuona ya kwamba tunaweza tukatatua matatizo yetu kwa ustahimilivu, uvumilivu na kwa njia shirikishi. Mwenyekiti wa halmashauri ya mkoa wa Kilimanjaro BAKWATA Saad Abdalla Saad amesema BAKWATA inalaani vikali tukio la kushambuliwa kwa katibu wa TECPAD Charles Kitima. Wa dini Father Kitima la kushambuliwa na niseme vile kwa watu wasiojulikana, kwa sababu hawajapatikana mpaka sasa hivi. Sisi tunalaani sana kitendo hicho. Father Kitima ni kiongozi mwenzetu wa dini za swala la kiroho. Tumekuwa tunafanya naye vikao mbalimbali vya interfaith, sababu anakuwa ni mjumbe katika vile vikao katika mkoa wa Kilimanjaro. Ni kiongozi ambaye kwa kweli ana michango mzuri katika masuala yetu mbalimbali ya vikao vyetu. Ndio kila mtu ana mtazamo tofauti, lakini tunapochanganya tunapata jibu na tunakuwa tuko pamoja. Sijamuona katika tofauti yoyote. Lakini niseme tendo hichi na sisi baraza la Waislamu Tanzania BAKWATA mkoa wa Kilimanjaro tunakilani sana, kwa sababu leo liko kwa upande wa mwenzetu, kesho inaweza kuwa kwa upande wetu. Hatujui ni nani wanafanya vitendo hivi na nini tumefanya sisi viongozi wa dini. Hapa mchungaji Christian Kuya akasema bado ina nafasi ya kukaa na viongozi wa dini na kukaa na wahusika wengine, wadau wengine wa amani, na inawezekana bado tuna muda wa kutosha kabla ya uchaguzi kwenye mambo haya. Bado serikali ina muda, bado ikitaka kufanya jambo itafanya. Kuna uwezekano mkubwa, na mimi naamini viongozi wa dini watu wasikivu sana. Wakiitwa wakati wote na serikali wataitika na watashauri. Viongozi wako wazi sana kwa kushauri serikali, tena wanabidii sana katika kushauri serikali. Kama serikali itataka ushauri wa viongozi, wapo na itawezekana. Mtazamaji wa TVE, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Nezia Masinde. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Wanajeshi wauawa na wapiganaji wa kundi la IS nchini Nigeria.